tunalilia sana timu kurudi, na hii ni moja ya dalili za uwepo wa timu kurudi. Tunatakiwa kuomba kwa maana ukiangalia miaka ya nyuma asilimia kubwa Majimaji ilikuwa ikiongozwa na serikali ya mkoa. Sasa serikali ya mkoa iliweka mazingira mazuri ambayo yaliifanya timu kuto kupata shida. Ukirejea sababu kubwa ya Majimaji kupotea ni kushushwa daraja, kwa maana ya kushushwa madaraja mawili kutoka daraja la pili mpaka kufika daraja la 4 na kufungiwa karibia miaka 3 kama sikosei 4. Kwa nini tulifungiwa? Tulifungiwa kwa sababu tulishindwa kufika kwenye kituo mechi yetu dhidi ya watu wa Kigoma. Sasa utaona ni kwa kiasi gani hata tukirudi leo kama itakuwa katika mazingira yale yale ambayo tumetoka nayo yalotupelekea sisi kushushwa daraja, maana yake itakuwa ni kazi ngumu. Kwa hiyo rai yangu ni kwa serikali ya mkoa watuone, lakini pia wadau wakubwa. Unajua mkoa wa Ruvuma una watu wenye majina makubwa, una watu ambao wana nguvu ya kuweza kutafuta sponsors ambao wanaweza kutufanya timu yetu ikafikia pahala. Na kwa maana ukiangalia icons au ukiangalia asilimia kubwa kwa mkoa wetu sisi tunapozungumzia mpira huwezi kuiweka pembeni Majimaji. Kwa hiyo tuombe, pamoja na kwamba wanachama tuna nguvu, tuna uwezo wa kusupport, mashabiki tutasema tutasupport, lakini bila nguvu ya kiuchumi kwa mpira wa sasa hivi ni ngumu, kwa sababu mpira wa sasa hivi unataka ulipe mishahara kwa wakati, unataka timu isafiri kwa wakati, ilale iishi vizuri ili uweze kutengeneza ushindani na hizo timu ambazo tunatamani zije kucheza. Kwa hiyo mimi binafsi nafurahishwa na huu ujio wa timu, lakini ninaomba kwa maana ya wale watu wenye nguvu waweze kututafutia sponsors, waweze kutuwekea mazingira, au sisi wanachama pia wale ambao wana uwezo waweze kuinvest kwenye timu ili timu mwisho wa siku irudi kwenye hali yake ile ambayo tumezoea Majimaji ipo. Sio hii ambayo sio katika hali hii ambayo tunapitia kwa sasa hivi. Kumisi ni vitu vingi. Unajua mtu mwingine anaweza akawa anamisi ushabiki tu kwamba hajawahi kumuona Kichuya, hajawahi kumuona sijui Libasege au Pakome, lakini tukizungumzia kimkoa tunamisi vitu vingi, tunamisi uchumi. Yani kwa maana unapozungumzia sasa hivi kuna mwingiliano, tukitoka nje ya mpira kuna mwingiliano wa kibiashara. Unaona sasa hivi kuna movement nyingi, watu wanakuja wanachukua mkaa wanaondoka na nini. Lakini hapa nyuma hapa hizi movement kubwa kwa asilimia kubwa kutoa hizi za kibiashara, movement kubwa za mkoa hapa tulikuwa tukizipata kupitia mpira. Watu wanatoka Tunduru wanakuja hapa, watalala maloji kwetu, watakula vyakula vya hapa, watanunua bidhaa wataondoka nazo. Kuna watu wanatoka Mtwara, wanatoka Lindi na sehemu mbalimbali za mkoa wa Ruvuma, sehemu mbalimbali za nje ya mkoa wa Ruvuma kwa ajili ya kuja kuangalia mpira. Sasa zile movement zinazofanyika tayari zinaenda kutengeneza uchumi kwenye mkoa wetu, kwenye wilaya yetu, kwenye manispaa yetu. Kwa hiyo hilo ni kati ya vitu ambavyo tunavimisi. Even watu wanaweza kaona tu kwamba labda missing kubwa ni kumuona Simba au kumuona Yanga. Hapana, uchumi wenyewe wa manispaa lakini wa mkoa kwa ujumla unashuka kwa maana ya kutokuwepo kwa timu. Lakini kama timu inakuwepo, kila kitu utaona kinaenda kina glow, kwa sababu watu watakuja wanataka kuangalia mpira. Lakini akishaangalia mpira haitoshi, atakuja atanunua mchele, atanunua mahindi, atanunua unga, atafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kati ya kitu ambacho kinatufanya hata wale ambao, yani sio kinatufanya sisi tu mashabiki wa mpira, lakini hata wale ambao hawaupendi mpira kukuza uchumi wao.